Statement uliandikisha tarehe ngapi? Na hii statement ilikuwa kuhusu kusaidia uchunguzi wa mtu ambaye alikuwa amepotea ambaye anaitwa Brian Odhiambo. Na ulijua ya kwamba, ulielezwa ya kwamba alikuwa amepotea, ulikuwa umeitwa kuandikisha statement kwa sababu alikuwa amepotea, kwa sababu na alikuwa ameonekana mara ya mwisho akiwa na officers wa KWS. Ulielezwa wakati ulienda kuandika statement na DCI, sababu yako kuitwa ni kwa sababu mara ya mwisho Brian Odhiambo kupotea ni kwa sababu alikuwa ameonekana na afisa wa KWS, maafisa wa KWS. Ni ukweli? Ulielezwa ni kwa nini uliitwa kwenda kuandikisha statement? Ni kwa sababu gani? Wasaidia DCI kufanya tetesi yao. Kuhusu? Ambaye ni nani? Brian. Ni Brian. Kwa hivyo wewe ukiandika statement ulikuwa unaandika statement kuhusu uchunguzi wa Brian. Na kwa tunaweza sema wewe kama ofisa ambaye amehitimu wa KWS, wewe si lay person, you're not a lay person. Unajua sheria za uchunguzi, unajua sheria za haki za ambaye mtu ambaye ameshikwa. Unajua ako na haki ya kunyamaza? Unajua hivyo? Na kutosema chochote. Wewe licha ya kujua hizo sheria, ulipea Muhuri habari ambayo alinakili. Despite knowing those rights, ulipea Muhuri, ulijibu maswali yake. Na wewe alikuwa anakuuliza maswali, wewe unajibu. Na yeye alikuwa ananakili. Alikuonya. Baada ya wewe kuchukua taarifa yake, alikupea hiyo statement. Ulisign statement. Ulisign statement kwa poli. Au kusign statement kwa wakati wote. Kwa hivyo unataka koti iamini hivyo? Okay. Hii statement ambayo umeonyeshwa na wakili Mbarak si mara yako ya kwanza kuiona. It is not the first time wewe kuona hii statement ambayo ulirekodi ukiwa huko. Uliona lini mara ya kwanza? Umesema si mara yako ya kwanza kuiona. Uliona lini mara ya kwanza? Uliona wakati mliandika kwa DCI? Kwa hivyo alikupea ukaiona baada ya kuandika. So uliona lini mara ya kwanza kama hukuiona? Huwezi kuwa umeiona kama hakukupea. Si ni kweli? Swali yangu ni huwezi kuwa umeona hii statement kama Muhuri hakukupea uiangalie.
Si ni ukweli? Si kweli. Kwa hivyo uliona lini? Kwa hiyo distance tu tulikuwa tunakaa naye. Unajua ni nini aliandika? Kwa hivyo unajuaje ni hii? Hii ambayo umesema si mara yako ya kwanza kuiona. Na kukumbusha uko umechukua kiapo na unafaa utuambie ukweli. Nimekwambia mara ya kwanza niliona hiyo ukiwa naye. Mara ingine umeiona hapo tena baada ya hapo eh? Wakati uliletwa kotini ulisomewa mashtaka eh? Na ulijua ni kwamba umeshtakiwa kuhusu kupotea kwa Brian Odhiambo. Na hiyo uchunguzi ambao ulikuwa ulifanywa na Muhuri, ule ambaye alikuandikisha statement. Vile kulingana na washahidi wa prosecution ambao wameongea. Umeiangalia sasa? Ungependa kuiangalia? Umeiona tangu hiyo siku ambayo Muhuri muandike statement ukiwa naye kwa ofisi? Eh? Niko na information ya kwamba ulionywa na ukaweka sahihi yako hapo. Eh? Na ulisign mara 2. Okay. Wakati Muhuri anakuandikia statement ilikuwa wewe na yeye peke yake? Hii information ambayo umetueleza hapa wakati ulikuwa unaelekezwa na wakili wako kulingana na pahali ambapo mlianzia operation na pahali ambapo mlimalizia inaambatana na hii statement? Inaambatana? Your Honor, unless this statement is going to be read out, he's just stated he has never seen this statement before. I don't know whether he's going to be given time to read it, or is there a particular part? Essentially, I'm objecting to that line of questioning because it is on the spot. It's an ambush. Tuseme Muhuri hakukuwa hapo kwenye tukio, kwa hivyo hangejua ile ambayo habari umeeleza na inaambatana ni wewe ulimwambia. Hapo chini kuna signature yako, ni wewe ulisign. Okay. Unasema pia wewe kama ofisa wa KWS ulikuwa unajua haki. Kwa hivyo tunaweza sema wewe kama ofisa wa KWS ulikuwa unajua haki yako kama mshukiwa kwa huo wakati yako. Wakati ulijua uko na haki ya kuita wakili? Ulimuita? Na wakati uliletwa kotini mara ya kwanza, raise hizo objections zako wakati wowote? Kwa hivyo saa hii ukipinga ya kwamba si wewe uliweka sahihi kwa sababu unadanganya, si ni ukweli? Ni ukweli unadanganya kwa sababu hii ni afterthought.
Hii tarehe 18 Januari 2025, wakati mlikuwa operation, una confirm ya kwamba ulikuwa na wenzako ambao ni Francis Wachira? Yes, wakati mlikuja sewage area, ulikuwa na Francis Wachira, ulikuwa na Alexander Lorogoi, ulikuwa na Isaac Ochieng, Michael Wabukala, na pia ulikuwa umetaja Sudi. Baadaye Sudi. Okay. Na mlikuwa mmevalia sare ya kazi, uniform, nyinyi wote? Kwa hivyo unasema ya kwamba wakati mlifika karibu na maeneo ya sewage, gari lilisimamishwa na kuna ofisa ambaye aliongea na driver wa Chemirbir, na baada ya hapo ukasema Alexander na Lorogoi na Isaac Ochieng walishuka kwanza. Hapo kwenye tulipata ofisa ni nyuma before gari iende kwa direction kwa suspect. Okay. So mlienda kwa direction ya suspect mkiwa kwa gari ya Chemirbir. Tukapiga kwa hiyo mtaro au mtambo. Na hiyo wakati wote mlikuwa kwa gari ambayo ilikuwa inaendeshwa na Chemirbir. Na unasema ambao walishuka wa kwanza ni Lorogoi na Ochieng. Alafu wewe na Michael ukafuata. Kati yako na Michael nani alishuka wa kwanza? Michael alikuwa mbele. Na unasema ya kwamba nyinyi wote mlikuwa na bunduki. Eh? Yes, wewe na Michael mlikuwa na bunduki. Sababu yenu ya kushuka ilikuwa sababu gani? Okay. Kwa hivyo tunaweza sema nyinyi wote mlikuwa mna act kama team ambaye ilikuwa ina arrest huyu mshukiwa ambaye alikuwa anatoroka. You are acting as a team. Mlikuwa team moja? Okay. Na ulielezwa ilichukua dakika ngapi? Ukasema ilichukua wakati mshashuka na mulika, ama tueleze ulichukua dakika ngapi ndio huyu mtu ashikwe na muabiri gari ya Chemirbir? 3 minutes. So wewe ukishuka uliona huyu mtu, huyu suspect? And before that ukiwa kwa gari ulimuona? Okay, na vile ulishuka uliona akifanya nini? So wewe uliona akikimbia? Na alikuwa anakimbia akielekea wapi? Which direction gani in general? Alikuwa anaelekea akimbia akielekea fence? Ulimuona akiingia mtaro na akatokelezea? Mlipata? So which is which? Uliona akikimbia ama hukuona akikimbia? Uliona akikimbia. Alikuwa anakimbia akielekea wapi? Mtaro which in akihead which towards which direction? In short alikuwa na face direction gani? Anakimbia akielekea direction gani? Ni ya fence? Yeye alikuwa anazunguka kwa paka. Wewe umesema ulimuona akikimbia. Alikuwa anakimbia kwanza? Kielekea mtaro.
Ikielekea wapi? Akielekea direction gani? Akirudi ndani ya park? Ndio akikimbia akielekea. Alikuwa anaangalia ndani ya park, akirudi ndani ya park. Alikuwa anaelekea wapi? Alikuwa anaelekea direction ya fence. Ndio direction ya fence, Bwana Kimayo. Was he heading towards the park or outside the park? That is my question. He was? Alikuwa anakimbia ndani ya park. Kwa hivyo alikuwa anakimbia pande yenye mnyi mlikuwa mnatokea. He was running towards you. Yes. I didn't get your answer. Alikuwa anakimbia kutoka kwa hiyo siku ikaingia mtaro ya kutoka ingia sasa kwa park yenyewe. Akielekea wapi? Kujibu ni alikuwa anataka Wewe hiyo direction ni gani? Ilikuwa na from the fence, was he facing the fence direction or away from the fence? Eh? alikuwa na face kwa fence. So we can say he was running towards the fence. Kwa mbali kwa mabinti school wanaonekana kwa Uliulizwa hapo awali ukasema uliona buildings from afar na uliestimate your distance kuwa 200 meters. Hizi nyumba haziko ndani ya park, ziko nje. Ziko nje. So unasema alishikwa nani alimshika, unaweza tueleza? Uliona amemshika wapi Lorogoi? alikuwa amesimama katikati ya Lorogoi na Isa. Eh? Alikuwa amesimama katikati ya Lorogoi na Isa. Na wewe ulikuwa mbali gani nao? Baada ya nimetoka kwa fence karibu. Ulikuwa umbali gani? Lorogoi na Isaac wako tuseme kama penye huko wakiwa na huyo mshukiwa. Wewe ulikuwa umbali gani? Kama wapi na wapi? So hii ni approximately 2 meters. Mimi na wewe. Ama hiyo ndio jibu yako? Kwa hivyo uliona vizuri, ulikuwa unaweza kuona vizuri. Kuna kitu alifanywa baada ya kushikwa, alihojiwa? Hakuhojiwa. Unasema alikuwa ameshikwa. Alishikwa wapi? Kwa sababu hii ni mara ya 3 umerudia. Alikuwa ameshikwa wapi? Na wewe ulikuwa hapo karibu. Si umesema mlikuwa 2 meters away. You are looking at them. Ulikuwa unawaangalia. Eh? Kwa hivyo ungeweza kuona. Na hiyo distance pia ungeweza kusikia kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Mimi nauliza kwa hiyo distance, sasa hiyo unanisikia, ungeweza kusikia nini? Okay, alihojiwa? Uliona kitu yote kwake? Eh? Kuna gunia, kuna nini, kuna kitu kingine uliona kwake? Na alikuwa amevaa nguo za black ambazo zilikuwa zinakaa kama ziko na uchafu. Eh? Okay. So at that point alikuwa kwa mikono yenyu nyinyi wanne. Yaani wewe Alexander Lorogoi, Isaac Ocheng, wewe na Michael Wabukala at that point. Na unasema mulifikaje kwa gari ama ni gari ilikuja? Escort. Escort vipi? Mulimfunga? Kwa nini? Alikuwa na kamba?
Okay. So mkaabiri gari la Chemirmir na mkaelekea Calvert. Wachira alikuwa wapi kwa huu wakati? Okay. So kutoka hapo kwa mtaro pahali ambapo mlipanda gari hadi Calvert ni umbali gani? Haikuwa mbali. Kulikuwa na watu wengine kwa hiyo gari? Wakati gari ndio buabiri gari mkiwa na huyu mshukiwa ambaye mlikuwa mmeshika. Na hao wengine ambao mlikuwa mmechukua mkianza safari baada ya kufanya sijui ulisema Rhino or something. So umesema kutoka Calvert hadi hapo kwa mtaro ambapo mliabiria gari ni kama wapi na wapi? Kama wapi na wapi? Kama wewe umesimama hapo Calvert ni wapi? Lakini kwa hivyo mtu anaweza ona. Hakuna kitu inakuzuia hapo katikati kuona nini inaendelea. Kwa hivyo hawa afisa wengine ambao mlikuwa mmeabiri gari na mlikuwa mmewaacha Calvert, Wachira wakiwemo. Na Lual Gordon kwa Calvert. Na Kibaki George kwa Calvert. Kwa hivyo alikuwa kwa Calvert. Na Brian Muniu. Sawa. Wewe uliona mtu akifyeka nyasi? Kuna habari ya kwamba kuna afisa ambaye aliona mtu akifyeka nyasi. Specifically ofisa ambaye anaitwa Lual Gordon. Hiyo eneo ya sewage mahali ambapo mlishikia huyo mtu ambaye mlishika. Kuna habari Lual Gordon aliona mtu akifyeka nyasi. Ulisikia ushahidi wake? Kwa sababu alikuwa mshahidi wa 8 kwa hii kesi. Una confirm mlikuwa na yeye? No, same operation. Yeye alibaki Calvert. Calvert. Kwa hivyo koti ya mini nani? Okay. So wakati mlifika Calvert unasema nini ilitendeka ya kwanza? Ni gari yenu ilifika ya kwanza ama ni hilo gari la Sudi? Gari yenu. Na huyu mtu ambaye mlimshika mkiwa hapo sewage area alikuwa katika hali gani? Alikuwa katika hali gani? Mtu ambaye mlishika sewage alikuwa sawa? Kuna sababu yote ambayo hamkutaka kujua ni nani huyu mmeshika? Since unasema alikuwa sawa, alikuwa na cooperate. Kwa sababu unasema alikuwa hamkumfunga ama kumfanyia chochote. Kuna sababu yote ambayo ilisababisha msitake kumhoji kujua ni nani hasa mmeshika?
Ha? Alikuwa anawasaidia kuwalinda Unasaidia? security. Si unasema mlitembea pamoja? Ikiwa nyuma ikiwa nyuma. Kutembea hakuzuii wewe kuuliza mtu jina yake, Watakupa mali nyingi. na haizuii bado kuuliza wewe mtu jina yake. Unakubali? So unasema ya kwamba wakati mlifika hapo Calvert, nani alishuka wa kwanza? Nini ilitendeka? Huyo mtu alienda wapi, ama mlibaki naye? Wakati mlifika Calvert, baada ya kushika mshukiwa, kwa hivyo alishuka akiwa peke yake? So yeye ndio alishuka kati ya nyinyi waine, afisa waine ambao mlimshika ama mlisaidia kumshika. Kuna ambaye alishuka kwa gari. Kwa hivyo wewe kama team ya hiyo arresting officers ambao walishika huyu, uli hand over huyu suspect kwa nani? Mimi mwenyewe sikushuka hata kwa gari. Huyo suspect ulimhand over kwa nani? Uli hand over kwa nani wewe, because you uliconfirm ya kwamba mlikuwa mnawaka kama team. Mlimhand over kwa Sergeant nani? Wachira. Na una confirm baadaye aliingia kwa gari la Sudi? Eh? Okay. Na hapo awali ulikuwa umeulizwa na wakili wako ukasema hapo mlikaa kama dakika 4 ukiwa kwa Calvert. Na kwa hiyo dakika 4 mlipewa briefing kidogo kuhusu operation ambayo mlikuwa mnaendea kufanya. Hiyo ndio ilikuwa ushahidi wako. So kwa hiyo wakati mkipewa briefing, huyu mshukiwa alikuwa wapi na nini ilikuwa inatendeka mkiwa wapi? Kwa hivyo unasema aliambiwa ashuke ndio aingie kwa hiyo gari nyingine. Wewe uliona akishuka na akaingia? Kwa una habari kuwa kwa statement yako ambayo uliandikisha kwa Bwana Muhuri, ulisema ya kwamba huyu mshukiwa alifungwa kutumia kamba wakati aliabiri gari la Sudi. Ndio hiyo page 2, unaweza angalia. Statement yako ilisema mlifunga mikono yake kutumia kamba ambayo alikuwa amebeba. Hiyo ndio ilikuwa ripoti yako wakati ulienda kuandikisha ripoti statement kwa Bwana Muhuri? Na nimetumia jina we kumaanisha nani alifanya hivyo, wewe na nani?
Kwambia hatukushuka kama mimi mwenyewe sikushuka kwa yeye. Ndio nasema maneno ambayo yametumiwa ni we, inamaanisha wewe ukiwa baadhi ya watu ambao walifanya hiyo tendo. Ilikuwa wewe na nani? Na pia umeeleza kwamba baada ya hapo mkaabiri gari la Chemirmir na mkaelekea sehemu za Vietnam. Hivyo ndio ilifanyika? Baada ya kushuka. So gari ya nani ilitoka hapo wa kwanza? Yenyu ama ya Sudi? Unajuaje na umekushinda umetuambia hauko unaweza kuona kitu chochote? Eh? Namba yako ya simu ni namba gani? Na namba yako ya kitambulisho? Ulisikia ushahidi wa mshahidi namba 10 kwa hii kesi? Ule ambaye alikuwa afisa kutoka Safaricom. Alipeana hii namba yako na akasema ya kwamba namba yako ya simu ilionekana ikiwa maeneo moja na simu ambayo Brian Odhiambo alikuwa anatumia hiyo siku. Hii ni kumaanisha mtu ambaye mlishika ni Brian Odhiambo. Ni kweli? Unaweza tueleza kwa nini namba yako ilionekana maeneo same na Brian Odhiambo? Sababu hiyo siku nakumbuka nilikuwa kasi tangu asubuhi kutoka jioni. Unajua huyu ambaye mlishika sewage area ni nani? Nilikuwa tu kwa sura. Ulikuwa umeimuona kabla hiyo siku. Kwa hivyo haumjui. Haumjui? Unaweza jua mtu ambaye hujaimuona? Ndio. Alikuwa anakaa sura yake? Alikuwa anakaa mweusi. Okay. Yeye tu ndio mtu mweusi mwembamba mrefu ulishika hiyo siku? Yeye ndiye alikuwa mtu mwembamba mweusi mrefu ambaye alishikwa hiyo siku kwa operation yote ambayo ulikuwa wewe? Mimi nasema yeye tu ndio mtu mwembamba mweusi ulishika ama kuna watu wengine? Kuna watu wengine walishikwa? Nikikuonesha sura ya watu ambao walishikwa maeneo ya Vietnam, unaweza tuambia jina yao? Sikuchangia kwa shika watu walikuwa. Lakini ulisema ya kwamba ulienda nao katika ofisi yenu. Unaweza tuambia ni nani? Na nikikuonesha picha, unaweza jua ni nani? Nikikuonesha picha ya baadhi ambao watu ambao ulipeleka ofisi yenu ya uchunguzi hiyo siku, unaweza tueleza ni nani? Najua kukaa nao. Ndio wakati tu hao walishika. Na wakati Okay. Kwa hivyo ulichukua muda gani kwa escort? Niyo tu wakati tulitoka Vietnam mpaka Cote Mingi na wakati kutoka Cote Mingi mpaka station. Hiyo shughuli yote ilichukua dakika ngapi? Sikumbuki mpaka Ukiestimate. Na hii ya sewage unakumbuka dakika na unakumbuka sura, unakumbuka kila kitu. Lakini hii tukio baadaye huwezi kumbuka chochote na hauwezi hata estimate. Hiyo ndio ushahidi wako ambao unataka koti iamini leo.
Sijakupata. Ile wa sisi ya siwe tulifanya kwa muda kidogo sana. Kidogo kuliko dakika 4 ambayo ulikuwa na huyu mshukiwa wa kwanza hapa sewage. Mimi nasema ni kidogo kuliko dakika 4 hii ambayo ulikuwa na hawa watu na huyu mshukiwa wa sewage. Ilikuwa muda zaidi. Ni kwa nini uko na uhakika huyu si Brian na pia na at the same time huwezi tueleza ni nani hao wengine walishikwa huku Vietnam? Kwa hivyo wale mlikaa nao kwa muda gani? Kwa sababu wewe umetueleza wewe ulikuwa ofisa ambao ulikuwa kwa gari, si ndio? Kulingana na ushahidi wako. Ulipeleka watu wawili ukiwa kwa gari. Kwa hivyo wao mlikaa nao muda gani? Kutoka Old Main Gate hadi ofisi yenu ya uchunguzi? Nikikuonesha picha ya mmoja, unaweza tueleza nani? Unaweza tueleza kama mimi nakuuliza, nikikuonesha picha ya mmoja ambaye mlishika, unaweza tuambia kama alikuwepo ama hakuwepo? Unawajua wote wa 9. Uliona mshahidi wa 14 ambaye anaitwa Michael Kipti Rono. Unakumbuka ushahidi wake? Huu ni baadhi ya watu ambao walishikwa hapo hiyo siku Vietnam. Ungemkumbuka? Ulikumbuka huyo Michael ama ulijulia hapa yeye ndio Michael wakati ulimuona hapa? Kwa hivyo hao wengine ni akina nani? The rest? Una confirm hii statement yako kwa DCI uliandikisha tarehe 23 Januari? Tarehe ngapi? 22. Na leo ni tarehe 7 Julai 2026. Kati ya saa hii na huo wakati, siku 2 baada ya mtu kupotea, ni wakati upi memory ilikuwa fresh? Saa hii yenye unasema saa hii ama hiyo wakati ulikuwa unapea Bwana Muhuri statement yako? Wakati huo. Kwa hivyo wakati unaandika Muhuri, hii information ilikuwa fresh as opposed to saa hii. Ni unakubaliana na mimi hivyo? Unakubaliana na mimi? Kwa hivyo koti ya mini gani? Hapa Old Main Gate to investigation. Okay, hii Old Main Gate na unajua pahali iko? Na uliulizwa pia kuhusu Summit area. Unajua Summit? Summit ni wapi? Okay. Kwa karibu na hii Old Main Gate. Mbali kiasi gani? Kwa umbali gani? Bwana Kimai, unajua pia sisi tumeenda park na tunajua Summit na tunajua Old Main Gate. Tunajua hoteli inaitwa Summit na tunajua Old Main Gate. Ni kama umbali gani?
Sio mbali sana. Ni karibu. Nje tu ya park. Yes, unakubaliana ni karibu. Sio karibu sana. Kiasi gani? Ni mbali kiasi gani? Bwana Kimayo, hii old main gate ambayo unasema ni hii gate ambayo ilikuwa inatumika kitambo kuingia park, ambayo kwa sasa iko na maji, ni hapo? Ndani ya park. Yes, ni hiyo maeneo. Ndani ya park. Yes. Na Summit ni umesema ni hoteli ambayo iko karibu na park. Ni umbali gani? Umesema ni 2 kilometers. Sio mbali sana. Eh? Estimation. Umekuwa ukituestimatea hizi distance zingine. Wewe kwa maoni yako ni kama umbali gani? Ni karibu. Ni karibu sana. Mwenzangu ataendelea. Nasema utupatie estimation. Umesema hujui ndio, lakini tupatie estimation na meters. How many meters? Umetuambia kutoka kwa pali mlishikia huyo mtu ambaye alikuwa amevaa nguo za black mpaka kwa fence ni 200 to 250 meters. Kutoka nataka ukitumia ile picha, ile taswira. Kutoka Summit mpaka Old Main Gate ni meters ngapi? From your estimation. So si mahali palinaonekana? Haionekani vizuri. Kutoka Summit mpaka Old Main Gate kuna lami ama hakuna lami? Iko lami. Kutoka nataka ukitumia hiyo picha kutoka ile lami kutoka Old Main Gate mpaka Summit inaweza kuwa meters ngapi? Sawa, tuache hiyo. Unaweza tuambia jukumu lako kama KWS Ranger ni ipi? Just mention a few of your responsibilities. Kulinda kuhifadhi wanyama ya Kenya Wildlife Service. Na umesema vizuri rhino monitoring, ulikuwa unafanya rhino monitoring, si hivyo? Na rhino monitoring ni nini? Pole. Kwenda kujua vile wako na nini huwa kinafanyika ukikosa, for example, mnyama ambao ulikuwa umeambiwa uilinde ikipatikana haipo ama kitu kifanyika. Responsibility yako huwa nini? Jukumu lako huwa nini? Kulinda. Haya. Kwa hivyo mmeshika mtu. Majukumu yako kama, na umesema vizuri ulikuwa unapeana security usiku. Majukumu yako kama ranger kwa huyu mtu ambaye umeshika ni ipi? Ilikuwa kumlinda yeye, sivyo? Ndio nasema unakubaliana nami, ilikuwa responsibility yako kulinda huyu mtu ambaye mlishika, sivyo? Kweli ama si kweli? Kweli. Na kwa hivyo umesema you are working as a team. Kwa hivyo nyi wote kama team jukumu lenyu ilikuwa kulinda huyu mtu ambaye mmeshika. Kweli ama si kweli? You are working as a team. Kweli? Jukumu lako pamoja na wale wengine ilikuwa kulinda huyu mtu ambaye mmeshika. Kweli ama si kweli?
Kwa hivyo ni jukumu lenu kuhakikisha huyu mtu ako salama salmini wakati wowote ambapo ako anda ulinzi wenu. Kweli ama si kweli? Kwa hiyo wakati ambapo tuko naye. Kweli wakati ambapo mko naye. Na ulikuwa hapa Brian Muniu akitoa ushahidi, Chemirmu akitoa ushahidi, Lual Gordon akitoa ushahidi, Ndio. Kibaki akitoa ushahidi. Ulikuwa hapa. Ndio. Unafahamu kuwa walisema kuwa walipata gari ya Sudi ilikuwa imefika culvert ya kwanza, kweli ama si kweli? Umesema Nasema unafahamu kuwa walitoa ushahidi gari la Sudi lilifika la kwanza pale culvert kabla nyinyi kufika. Kweli ama si kweli? Si kweli. Na pia vile vile kwa statement yako uliweza kutoa ushahidi kwa muhuri ukasema kuwa gari ya Sudi ilikuwa imefika. Kweli ama si kweli? Ama naweza kusomea. After we managed to board him inside the motor vehicle went around the culvert of the road. As we arrived there outside, the other motor vehicle which had gone to pick other officers had arrived. Kwa hivyo ushahidi ambao uliweza kupatia muhuri wakati ule unaambatana na ushahidi ambayo Lual Gordon alitoa, Muniu alitoa, Kibaki alitoa. Kweli ama si kweli? Si kweli. Na huyu mtu ambaye mlimshika amevaa nguo za black, unaweza tuambia kwa wapi? sasa tulishika tu alafu wakati tulienda mpaka akashuka akaamrisha watoto kwa gari ya pande ile karibu. Ukumbuki aliendaje? Kwa hivyo ni ushahidi wako mbele ya mahakama. Kama ako mahali ambapo hatuwezi mpata, wewe pia huwezi jua. Kweli ama si kweli? Nasema Nimesema hivi, huyu mtu ambaye alikuwa amevaa nguo za black zenye umesema mlimshika, mkapanda naye gari, mkamwacha akapanda gari lile la Sudi. Huyu mtu ni ushahidi wako kuwa pahali hapo sasa hivi wewe huwezi jua kama vile sisi hatujui. Kweli ama si kweli? Huwezi jua mahali ambapo hako. Kweli? mimi najua tu alishuka kwa ile wakati Haya, tuende mbele kidogo. Hawa watu ambao mliwashika mkawapeleka old main gate, walikuwa wangapi? Wale mliwapeleka old main gate walikuwa 9. Walipofika, ulikuwa kwa ile trip ya kwanza yenye ilifika pale nao? Mkiwa pale mkingoja trip ya pili iweze kukuja, hawa watu walikuwa wanafanya nini? kwa tumezingira hawa kando na askari walikuwa hapo. Tumekaa kando hawa wakisimama katikati. Walikuwa wamesimama. Ni ushahidi wako kuwa hawa watu walikuwa wamesimama. Kwa hivyo ni ushahidi wako pia wangeweza kuona kitu chochote ambacho kilikuwa kinaendelea pale. Ndio nasema mtu ambaye amesimama, kwa hivyo anaweza ona mazingira na kile kitu ambacho kinaendelea. Kweli ama si kweli? Kuna mshahidi hapa, washahidi wawili hapa walikuja wakaweza kutoa ushahidi. Wakasema kuwa gari lile la Sudi liliweza kuja hapo na mtu ambaye alikuwa amevaa nguo za black. Uliweza kuona gari ya Sudi?
akishuka akipanda gari la Sudi. Na baadaye uliweza kuona Sudi baada ya hapo? Haujui. Kwa hivyo huyu mtu ambaye alikuwa amevaa nguo za black, wewe ushahidi wako hapa mbele ya mahakama, uliweza kumwacha na nani? Kwa sababu wewe ulikuwa kama mlinzi wake wakati mlimshika. Uliweza kumwacha na nani? Sio mimi niliwazia na mimi ndio niliona tu akishuka. Hiyo ndio kazi yangu, tulikuwa naye kwa gari. Baada ya kushuka mimi, Nataka tuelewane na wewe. Kazi yako ilikuwa kulinda arresting officers pamoja na huyu mtu ambaye ameshikwa, kweli? Kwa hivyo kama hiyo ilikuwa kazi yako, nani wewe ukiambiwa ashuke, nani angemlinda kuanzia pale? na maaskari walikuwa chini. Kuna maskari walikuwa hapo chini. Nani, kina nani? Nataka utuambie. Nataka uniambie uliachia nani amlinde. Wakumbuke wote. Haya, kwa hivyo uliachia nani? Mimi mwenyewe sita nikiamrisha ya shuka nenda hadi. Kwa hivyo ni ushahidi wako mbele wa mahakama kuwa wewe ulitelekeza jukumu lako. Nilikuwa alikuwa pia mimi ninamalizia kazi yangu ile kitu. Nipeleka mpaka hapo. So maybe you can charge. In charge ni nani? In charge ni nani? Afande Francis Wachira. Kwa hivyo ni ushahidi wako kuwa Afande Francis Wachira anajua mahali ambapo mtu wako? Mimi yangu ndio kwa hiyo ni hata kutoka sosi ya deni. Uelewe mtu wako wapi? Haya, kuna Muhuri alikuwa hapa. Unafahamu, unamjua Muhuri vizuri sana, kweli? Muhuri alikuwa hapa akatoa ushahidi na akaleta hata OB exhibit number 16. Akaweza kuleta hapa OB, akaonyesha mahakama, akaonyesha kuwa wale watu ambao mliwapeleka kule police station walikuwa na majeraha na waliweza kupelekwa hospitali. Na ni nyinyi mlikuwa nao hao watu mara ya mwisho. Ni kweli ama si kweli? Si kweli. Ni kwa nini unasema si kweli? Na aliweza kutoa thibitisho mbele ya mahakama. Mimi kazi yangu ile siku ilifika kwa station office. Hapo ndio niliingia kazi yangu ya siku. Na kazi yako pale ukifika investigation office, nini ni uliweza kujua na watu ngapi mlishika? Ndio. Walikuwa 9. Ukiwa investigation office, mbona ungeweza kujua mtu ambaye mlishika siwe Jerry ako wapi? Haikuwa kazi yako. Nilimalizia kazi kwa kufikisha kufanya mpaka hizo. Mpaka moja. Kwa hivyo hebu tuelezee kazi yako ni nini, kwa sababu naona ni kama unatelekeza majukumu yako kama uwezi jua mtu ambaye mlishika kwa wapi. Tuelezee kazi yako ni ipi? Wakati nilifikisha kwa investigation, Naam. nilisha so sijui hawa tunaweza kwa protocol sana chini. Kwa maana sasa siwezi jua sasa hapo mimi nilifikisha toka. Kwa hivyo ujui huyu mtu ambaye mlishika kama alifikishwa investigation office ama kufikishwa? Najua nilifikisha. Anasema huyu mtu ambaye alishikwa sewage area. Unakumbuka? Huwezi jua kama alifikishwa investigation office ama kufikishwa. Kweli ama si kweli? Huwezi jua. Huyu mtu ambaye mlishika Summit area alikuwa Old Main Gate, aliweza kufika Old Main Gate? Mlishika sewage area, aliweza kufikishwa Old Main Gate pamoja na wengine? Wewe ulikuwa pale, wewe sema ujui. Na umesema vizuri unamkumbuka, unamjua. Sasa tuambie, aliweza kufikishwa Old Main Gate pale mlikuwa? Wakati ya mwisho yangu nikimwona wakati alishuka kwa gari. Ndio nimekuuliza, aliweza mkiwa pamoja na hawa watu 9, aliweza kufikishwa pale Old Main Gate? Hukumuona. Na pia pale investigation office hukumuona. Ni ushahidi wako kuwa sisi tuulize Senior Sergeant Wachira
mahali ambapo huyu mtu ako. Kweli ama si kweli? Nataka unijibu swali. Ni ushahidi wako kuwa sisi tuulize Senior Sergeant Wachira mahali ambapo huyu mtu ako. Kweli ama si kweli?